iliyowasilishwa na waziri wa fedha, bajeti ya serikali, na pengine labda wanaenda kuhitimisha leo. Na mimi na chama tumefanya uchambuzi wa maeneo mengi sana, lakini kwa sababu ya muda tu hapa nitaweza kusema labda kuelezea machache, na ninataka niseme hivi kwamba ukisoma mipango ya mabadiliko ya sheria kupitia finance bill ambayo imekuwa tabled na serikali ya mwaka huu wa 2026, unachoweza kuona, na mimi nilichoweza kukiona ni kwamba, na nimeona kwamba kama kweli serikali wamefikia hii hatua, watueleze kama taifa letu lilishapigwa mnada, kama Tanzania ilishapigwa mnada, watueleze amenunua nani, ili walau yule aliyenunua anaweza kutuhudumia, kwa sababu hauwezi kufanya hivi. Hauwezi kufanya hivi na hauwezi kuwafanyia binadamu wenzako namna hii. Kwa hiyo kama Tanzania ilishapigwa mnada, na kwa kuwa wenyewe waliotuuza ni makatili kiasi kwamba hawezi hata kutusikiliza, basi walau watuambie waliyemuuzia, walau huyo anaweza kutuhudumia. Yaliyowekwa humu, ndugu zangu, humu, na kama leo yanapitishwa, taifa letu ndio limefika mwisho. Limeibiwa sana, limenyonywa sana, limefanyiwa kila aina ya ubaya, lakini kwa finance bill hii inayoenda kupitishwa, finance bill ya mwaka 2026 inaenda kupitishwa hiyo Finance Act. Maanake ni kwamba kama ni msiba, basi wanapigilia msumari wa mwisho kwenye jeneza. Kama ni kuuza, basi wanauza ubao wa mwisho baada ya kuwa wamemaliza kuuza kila kitu. Kwa hiyo serikali watuambie, kama nchi walishaiuza, hawataki kutuambia ukweli, watueleze tu jina ya yule waliyemuuzia, ili sisi tukambembeleze huyo, pengine aliyeuziwa anaweza kuwa na huruma kuliko wao. Sasa misamaha ya kodi, kulipia vipengele vya mikataba, hii ni moja ya eneo la marekebisho ya sheria iliyofanywa. Serikali imeanzisha utaratibu wa kutoa kupitia huu mswada. Serikali inapendekeza kuanzisha utaratibu wa kutoa msamaha ya kodi kupitia vipengele vitakavyowekwa kwenye mikataba ya msingi, wanaita framework agreement, iliyosainiwa baina ya serikali na wawekezaji wa madini na miradi ya ubia baada ya kupata ridhaa ya baraza la mawaziri. Kodi zinazopendekezwa kusamehewa ni kodi ya mapato, VAT, ushuru wa bidhaa, ushuru wa barabara na mafuta. Sheria zinazopendekezwa kurekebishwa ni sheria ya kodi ya mapato sura 332, sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148, sheria ya ushuru wa bidhaa sura 147 na sheria ya ushuru wa barabara na mafuta sura ya 220. Hatua hii inaweza kurejesha mfumo wa mikataba yenye msamaha na upendeleo wa kodi uliowahi kusababishia taifa letu hasara kubwa. Madini ni rasilimali isiyorejea. Hivyo uamuzi huu unaenda kupunguza mapato ya nchi na kurejesha kwa kasi nchi yetu kuwa shamba la bibi, kampuni zinazokuja kuchuma na kuondoka. Mawaziri na watendaji wengine wa serikali watatumia mwanya huo kuuza na kukimilisha rasilimali za umma kwa maslahi binafsi. Taifa na wananchi wataendelea kuumia. Pia uamuzi huu unaenda kuzoofisha kisheria mamlaka za bunge na zinaenda kuzoofisha na kuiondolea bunge mamlaka yake ya kutunga sheria, lakini na kuisimamia serikali. Baraza la mawaziri linapoka mamlaka ya wananchi, jukumu ambalo halijapewa na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iko wazi kuhusu usimamizi wa rasilimali za umma, umekabidhiwa kwa umma, na ndio maana bunge likakabidhiwa hayo madaraka. Leo serikali inataka inataka kupoka madaraka ya bunge yawe, ambayo madaraka ya bunge ni madaraka ya wananchi. Sasa hayo madaraka ya baraza la mawaziri, baraza la mawaziri ambalo halijapewa mamlaka hayo na katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika usimamizi wa rasilimali. Aidha, ifahamike kuwa serikali ya awamu ya 6 haiwezi kuaminika tena kwa wananchi baada ya kuingia mikataba 43 ya rasilimali na mikataba 74 ya ubia kwa usiri, bila ushindani na bila ridhaa ya wananchi. Yaani watu hawa
ambao wameanza wakaingia mikataba ya usiri, tukapiga makelele mpaka tukachoka. Ingia mkataba wa usiri wa bandari, piga makelele mpaka tukachoka. Mpaka leo hii wananchi hawajui nini kilichoandikwa kwenye mkataba wa bandari. Wakaingia mkataba mingine, hiyo mikataba mingine ya NHC ambayo inayohusu ardhi, ambayo na yenyewe imebadilishwa, wamepewa wawekezaji. Mikataba ambayo ni la rasilimali bila kibali cha bunge. Barabara za umma zinabadilishwa kuwa barabara za kulipia bila kibali cha umma, bila kibali cha wananchi. Mikataba ya Ngorongoro, mikataba ya TFS yote imeingiwa kwa siri, Watanzania hawajui. Mikataba ya makaa ya mawe, mikataba mingi ya madini imeingiwa kwa siri na serikali, na hawataki kujitokeza hadharani kutueleza nini kilichomo. Sheria ya the Natural Wealth and Natural Sheria ya the Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty Act number 5 of 2017 KEB 449 inasema, inakataza mambo hayo kwa sababu inataka mikataba yote ya rasilimali lazima iende bungeni na ikaguliwe na bunge. Lakini serikali hii imekaidi hilo. Ni sheria zingine za TET, ile sheria za uwazi zinataka kwamba unapoanzisha tu mchakato wa manunuzi lazima utangaze kila kitu na kiweke wazi. Serikali hii imekaidi hayo. Lakini katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 63(3) hii inataka kwamba mikataba yote lazima iliziwe na bunge, ile iliyopangwa kuliziwa na bunge. Lakini pia ni kinyume cha UN Economic Charter on Natural Wealth and Sovereignty. Sasa hayo yote serikali imeyafanya hayo kwa Watanzania. Inaingia mikataba ya rasilimali kwa siri, inaingia mikataba ya ubia kwa siri. Leo wanataka wakasamehe kwenye mikataba yao hiyo ya siri, wakasamehe kodi ya ongezeko la thamani VAT, wakasamehe kodi ya mapato, wakasamehe kodi ya ushuru wa bidhaa, wakasamehe kodi ya ushuru wa mafuta, kodi ya ushuru wa barabara na mafuta kwa wawekezaji wao walioingia nao mikataba kwa siri. Sasa serikali itakusanya kodi wapi? Kama madini yote wanaenda kusamehewa kodi zote, mikataba ya ubia ndio hiyo, bandari, TFS na miradi mingine itakayoingiwa ya madini na maeneo mengine yote inaenda kuingiwa kwa siri, alafu wale wanaenda kusamehewa. Serikali itabaki na nini? Haikutegemewa serikali iliyoshindwa kuweka wazi mikataba ya rasilimali leo inajitokeza hadharani na kutaka swala la kodi liamuliwe na mawaziri badala ya bunge na badala ya bunge na wananchi. Pia serikali hii imeshindwa kusimamia ukomo wa gharama za uwekezaji, yani cost recovery unit na limit na kurekebisha sheria zinazosababisha upotevu wa mapato, hali inayopelekea kampuni ya madini na kampuni nyingine za ubia kukwepa kodi kwa kiwango kikubwa, huku wachimbaji wadogo wakisubiwa kwa kodi na tozo rukuki. Huko mbele tunaenda kuona mpaka bodaboda wanavyowekewa kodi hivi. Kwenye mafuta mnawekewa kodi, kwenye kilimo mnawekewa kodi, halafu watu wote wanaopewa mikataba ya kumiliki rasilimali zenu wamesamehewa kodi na serikali, na tena wakasamehewa kwa asili. Wanavyoenda kusameheana kwa asili, maanake wanaenda kutuuza. Maanake taifa limeenda kuuzwa, kupigwa mnada rasilimali za taifa, kwa sababu sheria ya rasilimali wameshaona wenyewe hiyo hawataki kuifuata, na wameshaingia hii mikataba yao ya asili. Kwa hiyo sasa mle kwenye mikataba mle ndio huko wanapoenda kupiga mnada. Kama mwekezaji anakuja hapa anaambiwa bwana, wewe kodi ya VAT utalipa, ya mapato, kodi ya mapato hautalipa, ushuru wa bidhaa hautalipa, hata kwenye mafuta, gharama za kwenye mafuta huko hautalipa ushuru tunaotoza. Na Watanzania hawajui chochote. Mikataba hiyo imeingiwa na serikali, mtaenda kuiona wapi nyinyi? Nani atalipa kodi katika taifa letu? Haikutegemewa kwa serikali hiyo. Lakini serikali hii ambayo leo inayosema leo eti kafunge mkataba na hao wawekezaji, ina uadilifu gani hiyo serikali inayoenda kufunga mikataba kwa kwenda kusamehe kwenye mikataba? Ina uadilifu gani? Kosa la kwanza, kwa mfano kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere tu peke yake, kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere mkataba ulikuwa ni shilingi trilioni 6.5. Mpaka kumaliza ujenzi tumemaliza ujenzi huo kwa trilioni 7.44, sawa sawa na ongezeko la bilioni 940, ongezeko ambalo hamna mtu aliyewaruhusu waongeze, na hakuna kibali chochote cha bunge wala cha wananchi.
lakini humo pia kulikuwa na fedha za CSR zaidi ya bilioni 270, hawajakusanya hata senti moja. Ndani humo kulikuwa na fedha za liquidated damages zaidi ya bilioni 327. Hizo fedha wameshindwa kukusanya. Humo ndani sisi hizo fedha wameshindwa kukusanya kwa kampuni hilo la Arab Contractor, lakini kampuni la Arab Contractor sisi tukaenda kutushtaki asili, tukaenda kutoza faini ya zaidi ya bilioni 880 na tukalipa. Sasa leo unaweza kuja kuomba kibali hiki kweli kwa wananchi hawa wakupe kibali kwamba ukafunge mikataba na ukatoe misamaha kupitia mikataba kwa udhaifu huo wa serikali? Ndio maana nikasema kama taifa letu limeuzwa, kama Tanzania imeshapigwa mnada bila kuambiwa wananchi wake, basi tueleze taifa hili amelinunua nani, ili yule aliyeuziwa walau tukamuombe msamaha, anaweza kutuhurumia akatutendea mema. Mafanikio tuliyoyapata katika ukusanyaji wa mapato yanakwenda kuporomoka. Hata mgao wa hisa usiobadilika wa free carried interest FCI wa 16% na mrahaba wa 6% unaenda kufifishwa. Tulifanya marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123, tukafanikiwa kuingiza kwamba kila mwekezaji yote anayekuja kwenye madini, sisi tunapata hisa undiluted free carried interest ya 16%, ili tupate faida na madini yetu, tupate faida na rasilimali zetu. Tukafanikiwa kupata 16%. Hata kama aje na matilioni mangapi, hata kama afanye sisi tunapata 16% ya mapato yote kwa mwaka. Tukafanikiwa kuongeza royalty kutoka 4% mpaka 6%. Sasa haya yote kwa misamaha, alafu leo tena tunataka hii 16% hii kwa mlango wa nyuma, ni kama tunawafutia na mpaka na kodi zetu. Sasa itakuwa ni taifa sasa hili taifa litakuwa ni taifa la nani? Taifa letu litabaki wapi kama haya yote? Kazi kubwa tuliyoifanya, tumetunga sheria ya rasilimali namba 5, tukatunga sheria ya kurekebisha mikataba mibovu sheria namba 6, zote za mwaka 2017. Lengo na mazumuni ilikuwa ni kulinda rasilimali za umma. Leo kupitia tena mikono wetu huo tunataka kurejea kwenye makosa hayo, tukafanikiwa tukapata mpaka hiyo niliyosema free carried interest na kurekebisha mambo mengine. Leo tunaenda kurudisha tena kwa mgongo mwingine wa nyuma. Haya, nimeeleza kwa kirefu sana kuhusu eneo hilo, lakini eneo jingine ni serikali imeanzisha tozo ya 10% kwa nyavu zinazozalishwa nje ya nchi. Hatuoni mantiki yoyote. Mmeenda kusamehe wafanyabiashara wote hao, leo unakuja kukimbizana na nyavu za wavuvi. Serikali kuanzisha tozo ya shilingi 10 kwa kila kilogramu ya sukari ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kugharamia mfuko wa bima ya afya. Huu si utapeli? Yaani trilioni zote fedha hizo mnazokusanya kwenye sukari, wanakusanya service levy 5%, wanakusanya VAT 18%, wanakusanya kodi zingine za mapato kama kawaida, wana reserve ile 30%, kuna withholding tax, kuna kodi nyingine tunalipa ushuru kwa kila kilo ya sukari inayozalishwa wa shilingi 50 ambayo inaenda kwenye bodi ya sukari zote.